الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه غر الميامين. أما بعد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرون، فأوصيكم وأوصي نفسي الضعيفة بتقوى الله، واعلموا أن الفوز مع المتقين. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم عن اتقوا الله. صدق الله العلي العظيم. يقول الشاعر الإسلام: إذا المرء لم تلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا، فخير لباس المرء طاعته، فلا خير في من كان لله عاصيا، أو كما قال شاعر. Watukufu wapenzi Waislamu, wageni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mnapohudhuria katika nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa hakika haiwezekani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa yeye Mwenyezi Mungu ni akramul akramin, yeye ndio mkarimu wa wakarimu wote tunaowajua, kwamba leo sisi tumeingia katika nyumba yake kisha asitukirimu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna mengi ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuandalia, haswa yule ambaye kwamba ataingia msikitini na kuweka nia ya itikaf. Ukiweka nia ya itikaf, chochote ambacho kwamba wakifanya, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hukuandikia thawabu. Hata ikiwa umeketi na haufanyi lolote, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hukuandikia thawabu na hukuandikia mazuri kwa nia ya itikafu ulioweka ulipoingia msikitini. Nianze na kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutupatia afya na kutuwezesha tukaweza kukutana kwa mara nyingine. Hii ni taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu kuna wengi ambao kwamba walikuwa na nia kama yetu sisi wahudhuriwe pamoja na sisi katika vikao vya heri kama hivi, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun.
Mwenyezi Mungu haulizwi kwa sababu gani ametenda kitu fulani. Mwenyewe kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewafanya wengine wakahudhuria, wengine wakawa safarini, wengine wako hospitalini, wengine wako katika shughuli tofauti tofauti, wengine wako katika muhafala, waliyadhu billahi ta'ala. Walisikia adhana ambao kwamba ilikuwa ni sababu wafanye wao waache maskani yao waitikie muadhini, idha nudiya lis-salati min yawmi al-jum'ah fas'au ila dhikrillah, mtakaposikia mnada mwito unaowaita nyinyi kuhudhuria ibada ya Jumaa, fas'au ila dhikrillah, nendeni haraka ila dhikrillah, mje katika kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watukufu wa Islam, hiyo ni shukrani tunazirejesha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nikuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu tumche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila wakati, fi sirri wal alan. Ikiwa tuko peke yetu katika siri, tumche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa tuko katika ayan, mbele za nyuso za watu, tumche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tafsiri halisi katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mtu kuepukana na maasi. Hii ni tafsiri ya ulama tazkia, wanawazuoni ambao kwamba kazi yao ni kutakasa moyo. Tafsiri yao katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mtu kuachana na maasi. Kumcha Mwenyezi Mungu sio kuswali. Kumcha Mwenyezi Mungu sio kusoma Qur'ani sana. Kumcha Mwenyezi Mungu sio kuketi msikitini sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa takwa iko wapi, takwa iko wapi, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia masahaba, at-taqwa hauna. Ucha Mungu ama kumcha Mwenyezi Mungu ni kitu ambacho kwamba kimefichika katika moyo wa mwanadamu, hakiwezi kudhihiri kwa sababu amevaa kanzu nzuri, kwa sababu ameshika tasbihi kubwa, kwa sababu anasoma Qur'ani sana. Ndio moja kisa ambacho kwamba tumekizoea sana, tumekisikiliza sana. Bwana mmoja alikuwa mgeni katika mji, ameingia katika mji, yeye ni mgeni. Basi alipokuwa akitembea katika vichochoro, akampata bwana mmoja, akamkaba katika shingo yake, akampokonya vitu vyake vyote. Yule bwana akaja mpaka msikitini. Swala zinazofuatia, ima ni swala ilikuwa ni inayofuatia, yule bwana akasema lazima nimshtakie Mwenyezi Mungu leo. Lazima nimshtakie nani? Mwenyezi Mungu. Lakini alipokuja msikitini, katika safu ya kwanza akamwona yule bwana aliyemkaba katika kichochoro. Ajiuliza, huyu mbona yuko katika safu ya kwanza? Yashangaza, mbona yuko katika safu ya kwanza, lakini vichochoroni ana mambo yake makubwa anayoyafanya. Kwa hivyo ucha Mungu sio kuswali. Ucha Mungu ni mtu kuacha maasi kule katika siri. Hayo huo ndio unaitwa ucha Mungu. Watukufu wa Islam, leo katika nafasi kama hii tunapenda kuzungumzia maudhui ambayo kwamba ni hassas, maudhui ambayo kwamba sote yahusu kila fardin minna, kitu ambacho kwamba kinamhusu kila mmoja katika sisi. Ala wa hiya alqalb. Tunazungumzia moyo wa mwanadamu.
Utukufu wa Islam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba mwanadamu, lakini viungo vyake vyote Mwenyezi Mungu amechagua moyo wa mwanadamu ni sayyidul jawari. Moyo ndio sayyid, kiongozi wa viungo vyote katika mwili wako. Ukimwona mwanadamu ni muharibifu kiasi kikubwa, sio yeye, ni moyo wake. Ukimwona mwanadamu mwenye kudhihirisha chuki, tatizo ni katika moyo wake. Ukimwona mwanadamu mwenye tabia za zisizoeleweka, kuiba, kuzini, yote unayoyajua wewe katika maasi, tatizo ni moyo wake, si mwanadamu. Ndio tukafundishwa katika mafundisho kwamba mwanadamu usije ukamchukie mwanadamu, uyachukie yale anayoyafanya. Uchukie ule uwizi anaofanya, lakini usichukie mwanadamu, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alomuumba mwanadamu pamoja na yote maasia ambayo mwanadamu humosi Mwenyezi Mungu, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamchukii mwanadamu. Kuna mwingine anaweza kusema katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, inna Allaha yuhibbu at-tatha'uba yuhibbu al-utasa wa yakrahu at-tatha'uba, hakika Mwenyezi Mungu anapenda watu wenye kupiga chafya kisha wa yakrahu at-tatha'uba, na Mwenyezi Mungu anachukia tabia ya kuendaniayo. Mwenyezi Mungu kulichukia sana, kwa sababu ni moja katika sampuli ya uvivu. Na kuna watu kwamba anapoingia katika swala, ile takbiratul ihram tu peke yake ya kwanza, Allahu yuendani, kwa sababu shaitani sehemu ya kwanza anayopitia kwa mwanadamu wakati mwanadamu anapoenda miani. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamchukii mwenye kwenda miani. Mwenyezi Mungu achukia kitendo cha kwenda miani. Turudi katika moyo wa mwanadamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amechagua kiungo cha mwanadamu, moyo. Huo ndio unaweza kukontroli system ya mwanadamu katika kila jambo. Na leo kama kuna uharibifu sehemu yoyote katika ulimwengu kama huu, ni kwa sababu nyoyo za watu zimekufa. Nyoyo za wanadamu ziko katika sampuli tatu. Kuna alqalbu salim, alqalbu as-salim, moyo umesalimika. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Qur'an, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Hiyo siku nzito ambayo kwamba iko mbele ya mwanadamu ni siku ambayo kwamba la yanfa'u mali hazitomfaa tena mwanadamu, wala banun, hata watoto wako hawatokufaa siku hiyo, illa man ata Allah, isipokuwa yule atakayokuja mbele ya Mwenyezi Mungu biqalbin salim, na moyo uliosalimika. Kwa hivyo moyo wa mwanadamu sampuli ya kwanza ni alqalbu salim, na hawa ndio wale watakaofaulu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha kuna moyo wa mwanadamu ambao unaitwa alqalbu marid, moyo ambao kwamba ni mgonjwa, ni moyo ambao kwamba umeathirika. Na moyo ulioathirika ni moyo ambao kwamba kuna baadhi yao ambao kwamba hutibiwa wakapona, na sio katika chemistry tunazozijua saidaliyat, ni saidaliyat Muhammadia, ni katika chemistry ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub, ili nyoyo zipate kutulia, watu wamtaje sana Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu. Dawa kama hizi hauzipati sehemu nyingine isipokuwa katika mafunzo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha kuna alqalbul mayyit, kuna moyo ambao kwamba tayari moyo kama huu umefeli, moyo umefariki. Mwanadamu anatembea katika ulimwengu, lakini moyo wake ni alqalbul mayyit, moyo umekufa. Na hawa ndio wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika Qur'an, innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun, hakika wale ambao kwamba tayari wameshamkufuru Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu, sawa'un 'alayhim, sawa sawa Muhammad, anzartahum, ukiwapa mawaidha, am lam tundirhum, hata usipowapa mawaidha, la yu'minun, hawatuamini. Kwa sababu gani? Khatama Allahu ala qulubi, Mwenyezi Mungu ametia mihuri, Mwenyezi Mungu katia muhuri katika nyoyo zao. Khatama Allahu ala qulubihim fahum la yafqahun. Kwa hivyo ndugu wa Uislamu, leo katika mawaidha yetu ama risala ambayo tunaikusudia ni kwamba tuzitisame nyoyo zetu, tuzisafishe nyoyo zetu. Leo wengi sana katika sisi twavaa nguo safi, twapendeza mbele ya watu, lakini nyoyo zetu ni chafu, nyoyo zetu zina maradhi. Ingelikuwa bora zaidi tuzisafishe nyoyo zetu mwanzo, kisha tuangalie usafi ambao ni wa nje. Wanazuoni watuambia at-taharatu ala naw'ain, kuna taharatun batina wa taharatun dhahira, kuna usafi wa ndani na kuna usafi wa nje. Leo sote nahtamu bitaharati dhahira, kila mmoja apenda avae kanzu nzuri, avae nguo nzuri, lakini moyo wako, je, umeshafikiria moyo wako una uchafu kiasi gani? Kwa matatizo mengi ni kwa sababu nyoyo zetu zimechafuka, nyoyo zetu zina maradhi. Ili tusafishe nyoyo zetu, wanazuoni watuambia kwamba moyo wa mwanadamu umechafuka kwa sababu kuna vitu vitatu ambavyo kwamba vinamfanya mwanadamu moyo wake ukawa umeharibika. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kibla chake kwa mwanadamu ni moyo. Kibla cha Mwenyezi Mungu kwa mwanadamu ni moyo wake. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, inna Allaha la yanzur, hakika Mwenyezi Mungu hatizami ila ajsamikum, Mwenyezi Mungu haangalii katika miili yenu. Mwenyezi Mungu haangalii mwili wako jinsi ulivyojaza, jinsi unavyofanya mazoezi, mwili wako ukawa umekomaa kiasi gani, wala ila suwarikum, Mwenyezi Mungu haangalii nyuso zenu, walakin yatali'u fi qulubikum, Mwenyezi Mungu anafahamu ndani, kuangalia katika moyo wako kumekitini, kuna kitu gani katika moyo wako. Kwa hivyo unapokuja kuswali, hebu angalia moyo wako. Ndio mtu waona Mtume sallallahu alaihi wasallam, moja katika dua alizokuwa akiziomba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma ya muqallibal qulub, ewe mwenye kuzibadilisha nyoyo, thabbit qalbi, uthubutishe moyo wangu ala dinik, katika dini yako. Hii ni dua alikuwa akimwomba Mwenyezi Mungu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam dua kama hii alikuwa akiomba kila siku, ama kwamba yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ndo kiumbe bora mwenye kumjua Mwenyezi Mungu zaidi yangu mimi na wewe, akiisoma dua hii kila siku,
mimi na wewe tunahitaji kusoma dua hii mara ngapi? Thabbit qalbi ala dinik. Sehemu tatu zinaharibu moyo wa mwanadamu. Tunaambiwa na ulamau at-tasawuf, ulamau at-tazkiya, wanawazuoni ambao kwamba wao fani yao ni kuangalia moyo wa mwanadamu. Qad aflaha man zakaha, qad aflaha man zakaha. Hao wanawazuoni tuambie vitu vitatu vinaharibu moyo wa mwanadamu. Kitu cha kwanza ni al-ain. Dirisha la kwanza, moyo ni chombo ambacho kwamba kiko katika mwili wa mwanadamu, lakini kabla ya moyo kuharibika kuna madirisha matatu, ambapo kwamba haya madirisha matatu ndio yenye sababu ya kusababisha moyo kuharibika. Dirisha la kwanza ni al-ainain, macho ya mwanadamu mawili. Matatizo mengi sana kabla jambo halijafika katika moyo limeanzia katika macho. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa nimekosea ni maneno ya Sayyiduna Uthman. Sayyiduna Uthman katika hutuba yake azungumza, asema an-nadhratu sahmun masmumun min sihami iblis. Kule kutizama, sahmun ni chembe, masmumun tena kilichokuwa na sumu, min sihami iblis, katika vyembe vya Iblis. Wengi sana mambo yameharibika kwa sababu wametizama, kwa sababu wameona. Jicho likatuma message mpaka katika moyo, moyo ukaanza kufanya kudigest ile message. Umemwona binti ya watu, umemwona mke wa mtu, umemwona kitu cha mtu, tatizo linaanzia katika macho. Ndio wale wenye kutongoza na kuharibu binti za watu, wake za watu, tuambiwa siku yao ya kwanza katika kuangalia nadhratun wa ibtisamatun, kisha atamwangalia kwanza, kisha ibtisamatun, atatabasamu, kisha fasalamu, atamtolea salamu, kisha famauidun, mambo yatasonga mbele mpaka ila liqa. Tutakutana wapi? Tatizo lilianzia wapi? Katika kuona. Sehemu ya pili ni mdomo wako, alfam. Chunga sana mdomo wako. Kuna watu wanasema wazungumza bila ya kuyachuja yale maneno na kuyazingatia. Wasilil kalam, yapime mazungumzo unayozungumza, kwa sababu yote unayozungumza kisha yanashuka katika moyo wako. Baadaye utasikia kwamba kalla bal rana ala qulubihim, rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Wamezichuma watu kupitia midomo yao, kupitia macho yao. Kwa hivyo mdomo wako unachuja yale unayozungumza, ni hatari. Ikiwa umechuja kitu ukiona hakileti faida, usikizungumze. Wasil kalama idha nataht, pima yale mazungumzo yako. Idha nataht, pale utakapokuwa wazungumza. Wala takun sarthara fi kulli nadin tahtub, na wala usiwe msemaji sana, mtu mwenye kusema sana mara nyingi kuharibu katika yale mazungumzo yake. Kwa hivyo yapige mazungumzo yako. Sehemu ya tatu, dirisha la tatu ambalo kwamba linaingiza vumbi katika moyo wako na takataka na uchafu katika moyo wako, ni dirisha hili la sikio. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa shafatain, kisha sikio pia liko. Na haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezungumza kwa kuwatahadharisha waumini wachunge macho yao, waumini wa kike wachunge macho yao, wasikilize mazuri, waseme yale ambayo ni mazuri, kwa sababu hivi vitu vitatu ndio vinaharibu moyo wa mwanadamu. Kwa hivyo kabla haujaanza kusafisha moyo wako, angalia macho yako, watizama haram. Angalia ulimi wako, unachokizungumza ni cha kheri. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran
au yasmut. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema yoyote kwamba amwamini Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu siku ya mwisho anaamini kwamba ipo, faliyakul khaira, aseme maneno ya heri, ikiwa hana au yasmut au anyamaze, kwa sababu mwanadamu hajawahi kujutia kwa kunyamaza, bali mwanadamu ama wanadamu wengi wamejutia. Kwa nini niliyazungumza yale niliyozungumza? Wengi wako katika jela, wamefungwa, wengi wamepelekwa sehemu za hatari. Kwa sababu gani? Ulimi wake alichokizungumza kimemweka sehemu hatari. Kwa hivyo haya mambo matatu, badilisha matatu, tuyazingatie zaidi kabla hatujaingia katika kusafisha chumba cha moyo ambacho kwamba tunakiita alqalbu. Kwa hivyo Islam turudi kwa Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.